sana kwa maombi. Tutaenda kufanya Matendo chapter ya 20 sehemu ya pili. Na 2 weeks ago tuliangalia sehemu ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 16. Tulimwona Paulo akielekea Makedonia na Ugiriki. Tuliangalia ziara ya mwisho ya Paulo huko Troa, na tuliangalia safari ya Troa hadi Mileto. Na kama hujasoma au hujaangalia, ningekushauri urudi katika YouTube channel yetu uangalie sehemu ya kwanza ndio upate mwendelezo wa sehemu ya pili. Leo tunaenda kuangalia sehemu ya pili. Na sehemu ya pili nimeigawa katika mafungu matatu. Tunaenda kumwangalia Paulo anasema na viongozi wa Efeso. Nimeigawa katika makundi matatu. Tutaangalia mstari wa 17 mpaka wa 21 ambapo Paulo anaeleza safari na huduma yake. Mstari wa 22 mpaka 31 Paulo anatoa onyo kuhusu hatari zinazokuja. Mstari wa 32 mpaka wa 38 Paulo anaaga na kusisitiza upendo na maombi. Haleluya. Mtumishi, naomba unisomee mstari wa 17 mpaka 21. Amen. Nami nitasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Natumia SUV. Paulo asema na viongozi wa Efeso. Mstari wa 17. Toka Mileto, Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Walipofika kwake, akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi, ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. 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 Narudisha kipindi kwako moderator. Amen. Basi karibuni, kama ilivyo kawaida yetu, mwenye pointi za kuchangia ili tu save time, naomba tunyooshe mikono ili tuendelee. Karibu Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Hapa naona mambo mawili matatu. La kwanza ninaona tunaonyeshwa kwamba kanisa tayari kanisa hili lilikuwa na wazee wa kanisa. Kwa hiyo mara zote kwenye huduma mbalimbali, hata kwenye huduma tu, ni muhimu kuwa na wazee wa kanisa, sio wazee wa umri au wazee katika wokovu, lakini ni watu ambao wanaweza kuwa wana neema au wana hekima na maarifa, kama tulivyoona huko mwisho nyuma kule wazee wa kanisa walichaguliwaje. Wanachaguliwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu ili waweze kutoa maamuzi mbalimbali katika kanisa, sababu sio kila mmoja anatakiwa, kila mmoja awe na sauti katika kanisa. Lakini vile vile tunamuona Paulo akitoa ushuhuda wake binafsi kwamba ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza. Hapa tunaona umuhimu wa kuishi yale unayoyazungumza. Usizungumze ambayo uyaishi, lakini Paulo aliishi yale ambayo alikuwa anazungumza. Kwa hiyo hii inafanya watu waweze kufuata yale unayoyasema. Tusiwe kama wale Mafarisayo ambao hata Bwana Yesu akasema msiwafuate, lakini wasikilizeni. Lakini huyo alikuwa anaishi maisha ambayo anachoongea na anachokifanya ni kimoja. Lakini vile vile mstari wa 19 unaongelea jinsi ambavyo alimtumikia Mungu kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na kwa majaribu, pamoja na kuwa palikuwa na hila za Wayahudi. Na hapa ndipo naona umuhimu wa unyenyekevu. Lakini sisi ambao, kama wewe ni msomaji wa Biblia, unajua kawaida ungemuona Paulo wakati anafanya sermons zake, inawezekana usingeona unyenyekevu, ungemuona ni mkali, ungemuona ni hivi. Kwa hapa tunaona kwamba unyenyekevu, nadhani kwenye English version ndio inaongelea vizuri, inasema ni unyenyekevu wa moyo, sio unyenyekevu wa posture. Yani kuna watu wengine wana unyenyekevu wa posture au niseme nini, the way they act. Anavyojibeba anaonekana kama ni mnyenyekevu, lakini ndani pamejaa kiburi. Lakini Paulo alikuwa ni mtu ambaye ni mnyenyekevu wa moyo, lakini alikuwa very straight. Ni kama Mungu, tuseme Mungu, watu wengi mara nyingi tunaweza tukafikiria ni mkali sana. Sio nisemeje, sio mkali. Yani ngoja niache ya Mungu, niongelee huyu kwamba unyenyekevu unatakiwa uwe ni unyenyekevu wa moyo. Na ndio maana hata Bwana Yesu alisema katika Mathayo 5 akasema heri wenye unyenyekevu wa mioyo.
Alafu vile vile anasema kwa machozi na majaribu. Kwa hiyo ina maana hii kazi ya Mungu ina involved machozi mengi, majaribu ni mengi, lakini bado mtu aliendelea. Anasema bado hakujiepusha. Angekuwa na uwezo wa kusema you know what, kwa haya machozi, kwa hizi hila, kwa haya majaribu naweza kujiepusha, lakini aliendelea kulitangaza neno la Mungu, na anasema lile liwezalo kuwafaa niliwafundisha waziwazi. Kwa hiyo umuhimu wa kufundisha neno la Mungu waziwazi bila kuficha ficha, kuliongea kama lilivyo, undiluted word of God, ndio linalotakiwa especially katika nyakati kama hizi tunazoishi. Mungu awabariki. Amen. Amen. Karibu Sister Jen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitaenda mbali sana dada Rebeka aliposema, lakini nitajaribu kuliongelea kama tukiwa sisi tunamsoma Paulo. Umeona kwa sababu naamini vitabu vya dini vimeandikwa, sio kwamba tunasoma tu kwa ajili ya story. Sisi sasa hivi ndio tunaenda katika hiyo alichokifanya Paulo. Umeona na cha kwanza mimi nimeona hapa Paulo kwamba pamoja alikuwa ameenda sehemu zote kuhubiri Injili na kuweka vile, lakini ni kama mimi na wewe ni ministry ambayo tumeibeba. Umeona, na ministry sio lazima ukakae madhabahuni. Kwenye familia uliopo, sehemu yoyote uliopo, lazima kuna watu endelea, yani kwamba kuwajenga na kuwasimamia. Huko chini tutakuwa tunaona jinsi atakapokuwa na huzuni akijua kama anaondoka, lakini swali langu mimi na wewe, yani mpaka siku tunaaga, je, kuna watu tutakuwa tumewajenga au tutakuwa tunakutana tu hapa kwenye VBV tunaongea, tunatoa mapointi, tukimaliza tunaondoka? Umeona Kwa hiyo ni kazi ya Paulo ambayo kuwaita wazee wa kanisa wote na kuambia haya, alikuwa anajaribu kuwakumbusha kwamba huduma hii pamoja, kwa sababu alikuwa anawaachia kule kwa rudi zake huko Yerusalemu. Kwa hiyo kwamba huduma yoyote ile, kwamba tunaona mtu anapanda ngazi, anawekwa viwango, kwa hiyo kuna gharama wanalipa, ndio hizi gharama za hila. Umeona, tunaona gharama za machozi na majaribu ya kawaida, yani majaribu ya kila aina. Kwa hiyo sasa kwa hapa lazima ukumbushe kwamba ninaondoka au mimi ndo naendelea kuwafundisha nyinyi, lakini msisahau kuna hii kitu. Naona hata Yesu kule kwenye Mathayo tulisoma kwamba sikuja kuleta amani. Kwa hiyo inabada endelea kuwakumbusha kwenye kazi ya Mungu, kama hapo Sister Rebeka ameshasema tayari. Kazi ya Mungu imejaa sana kweli hayo machozi na majaribu ya kila aina, lakini tunapokuwa na how can I say it? Tunapokuwa tumebeba lile kusudi la Mungu, hii yote tutayashinda. Kwa hiyo na maana wewe unapojenga hiyo huduma wewe, kwa hiyo lazima hivi vitu vikumbushwe kwamba hii njia tunayoiendea sio nyepesi, lakini bado neema ya Mungu ipo. Umeone? Na kingine tena shuhudia Wayahudi, mimi naona tu naomba niishie tu hapo. Point yangu labda ni moja tu, yani kwamba sisi tuko hapa tunajifunza neno la Mungu. Je, kuna watu kwa kutumia neno hili tunawajenga? Je, hata siku tukiondoka hapa duniani, je, tutaweza tukaenda kule kwa Mungu tutasema kuna hata watu wawili tuliwasimamisha? Mimi naomba niishie tu hapo basi. Amen, ubarikiwe. Karibu Darazia. Umejimute. Okay, amina. Okay, na mimi kitu kingine ninachokiona ni kuhusu passion. Yaani Paulo alivyokuwa anaongea with so much passion, with so much conviction. Yaani unaona kwamba hiki kitu sio kwamba mambo kakaririshwa ama kwa sababu anafanya, kwa sababu alifeel kwamba the obligation, kwamba because he was a Christian, kwamba lazima uhubiri Injili, lazima ufanye 1 2 3. Yaani mimi ninapomsikiliza hapa naona that passion, that conviction from the bottom of his heart, kwamba he was doing it with tears na conviction because he felt kwamba yeye he had to do that. Kwa hivyo mimi naomba nimejifunza hicho na namuomba Mungu kwamba whatever we do, kwamba tuwe na that personal relationship, tuwe na that love ambayo ina transcend just doing things because we are supposed to do kwa sababu sisi ni Wakristo, lakini let us do it from the love, kutokana na Paulo alivyomjua Mungu na the way alivyokuwa converted. That conviction is drove kwamba yani hata majaribu, hata maviti yote aliyokutana nayo, to him it was nothing but that passion. He kept on. Alipigwa, alinyanyuka, he kept pushing on. Naomba Mungu atupe hicho kitu. Kwa hivyo hatutahitaji kusukumwa, njooni muombe, si fanyeni nini, but it will come from our heart. Amen. 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 Karibu Sister Kanana, ubarikiwe Darazia. Karibu Sister Kanana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Na mimi naungana na watumishi waliopita. Tunaangalia sasa hapa Paulo wana hasi hawa
leaders wengine. Tumeongelea mambo ya humility, unyenyekevu, tumeona upendo, tumeona yote yameongelewa. Mi point nilikuwa nataka kusisitiza ni hiyo humility ambayo pia ameongelea Sister Rebecca. Humility ya moyo. Ni nini hii? Maana ameongea, mtu anaweza kawa anashangaa ni nini hii humility ya moyo. Ni kule kujikana sisi wenyewe, yani kukubali kwamba we are nothing and we are nothing in God, lakini Mungu mwenyewe is everything to us. Hiyo ndo tunajikana. Na tunaona kama Bwana Yesu alivyojikana. Yeye ni Mungu lakini akashuka chini, akawa nothing, yani akawa kama sisi wanadamu. Hiyo ndio humility. Ameshuka. Point nyingine nilikuwa nataka kuongelea, for a good leader, anatuonyesha Paulo hapa, anatakiwa ni mtu anayehubiri neno la repentance. Tunaona issue ya kutubu. Tunaona pia kuna issue hapa ya kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Ameongea vitu viwili key. Kwa hiyo a leader has to be somebody ambaye ataweza kupeleka ujumbe kwamba Bwana Yesu alifufuka. Bwana Yesu alikufa, alifufuka kwa ajili ya dhambi zetu, akaja hapa ulimwenguni. Kwa hiyo kweli ni jambo la kujifunza kama wanafunzi wa Yesu, kama wafuasi wa Yesu, kama leaders, kwamba hizi ni characteristics ambazo tunatakiwa tuwe nazo ili kuweza kusimama imara katika kulieneza neno la Mungu na kumshinda yule adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ubarikiwe Sister Kanana. Nafikiri wameisha waliokuwa wamenyosha mikono. Basi karibu Sister Victoria, uendelee. Asanteni sana kwa michango yenu mizuri. Na mimi nimefunduliwa machache, mengi mmeyaongea, lakini tutaenda kwa haraka katika hiki kipengele. Naangalia katika mstari wa 17, anasema toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Na mimi najiuliza swali kama alivyoongea mtumishi, wazee wa kanisa ni kina nani? Nimesema wazee wa kanisa ni viongozi wa kiroho, wanawajibika kusimamia na kuongoza kanisa. Na wasimamii kanisa anyhow, wanasimamia kanisa katika ushauri wa kiroho na katika kufundisha neno la Mungu, na katika wana make sure kanisa linasimama katika mafundisho ya kibiblia, si ndio? Lakini kitu kingine tunajiuliza hapa, kwa nini Paulo aliwaita wazee wa kanisa? Kwa nini wazee wa kanisa? Si ndio? Angeweza kuita watu wengine. Lakini Paulo alikuwa amekaribia kuondoka safari yake kwenda Yerusalemu, si ndio? Lakini kwenda kwake hakuwa na uhakika kwamba angeweza kurudi kwao. Kwa hiyo either arudi, lazima kanisa liendelee, na kuendelea kwake lazima liendelee katika mafundisho ya kibiblia, lazima lisimame katika imani. Haleluya. Mstari huo wa 17, au wazee wa kanisa, naangalia majukumu ya wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa wana majukumu gani? Nasoma katika Petro wa kwanza mstari wa 5, wazee wa kanisa huwa wanachunga na kuongoza kanisa kama tulivyosema kwenye definition. Petro wa kwanza 5 anasema, na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee, mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Hiyo ndo kazi ya wazee wa kanisa. Lakini wazee wa kanisa pia huwa wanafundisha na kulinda mafundisho sahihi, si ndio? Tukisoma Tito wa kwanza 9 anasema, akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima, na kwa kuwashinda wenye kupinga. Ni kusimamia, si unajua kusimamia yale mafundisho. Lakini pia wazee wa kanisa huwa wanaombea wagonjwa na kutoa msaada wa kiroho. Tunavyosoma Yakobo 5:14 inatufundisha hiyo. Yakobo 5:14 inasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Hizo ndo kazi za wazee wa kanisa, si ndio? Lakini pia wanasimamia kanisa kwa uaminifu na kuwajibika katika Timotheo wa kwanza chapter ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 7. Hatutaenda huko kwa ajili ya muda. Pia wanateua wazee wengine. Unajua tulivyosoma katika Matendo 14:23 kwamba wazee wa kanisa huwa wanateua wazee wengine ili kuendelea na kazi ya Mungu na kazi ya kanisa. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 18
kuna vitu mmeviongelea na mimi nimeviona viwili. Paulo hapa anasema jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote. Paulo alikuwaje kwao? Unajua, anaelezea mwenyewe. Paulo alikuwa anaelezea fahari yake mwenyewe katika maisha yake ya huduma yake. Alikuwa ni mfano, unajua, mfano katika maisha aliyokuwa anayaishi. Tukisoma Wakorinto wa pili 1:12 inatuambia kwamba kwa maana kujisifu kwetu ni huku, ushuhuda wa dhamira yetu, ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu, si kwa hekima ya mwili, bali kwa neema ya Mungu, tulienenda katika dunia, na hasa kwenu ninyi. Jinsi ndo alivyokuwa kwao, si ndio? Lakini kitu anachonifurahisha Paulo hapa, aongelei kuwa kwao yeye peke yake tu, anatufundisha pia watumishi wa Mungu wanavyotakiwa kuwa uaminifu katika huduma. Licha ya kupitia changamoto, tunatakiwa tusimame imara. Unajua, tusimame imara katika kuhudumu. Wakorinto wa pili 6:3 anasema tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe, bali katika kila neno tujipatie sifa njema katika watumishi wa Mungu, katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, katika shida, katika mapigo, katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha na katika kufunga, katika kuwa safi na katika elimu, katika uvumilivu na katika utu wema, katika Roho Mtakatifu na katika upendo usio na unafiki. Anaelezea jinsi mtumishi anavyotakiwa kusimama. Tunapitia mambo mengi watumishi, lakini anasema tusimame kwa sababu Yesu yuko pamoja na sisi. Haleluya. Lakini kitu kingine hapa, katika uongozi wake mtumishi ameongea kwamba Paulo, maneno yote tunayojifunza hapa na aliyokuwa anayaongea alikuwa anayaishi. He was leading by example. Tukisoma Wathesalonike wa pili 3:7 anatuambia mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo, si ndio, kuwafuata, kwa sababu hatukwenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu, usiku na mchana, tukitenda kazi, ili tusimwelemee mtu wa kwenu awaye yote. Si kwamba hatuna amri, hapana, lakini makusudi tufanye kazi, tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Unajua kitu ambacho ni rahisi, wewe kama ni mtumishi wa Mungu, unajua una watu wanaokufuata. Yale maneno unayoyahubiri ukiyaishi, inakuwa so easy kwa watu wengine kukufuata. Na mimi leo nasema haya maneno tunayojifunza, tunavyojifunza kila siku, Mungu anavyotufundulia, Mungu atusaidie tuweze kuyaishi. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 15, ni vitu vichache nitaenda kuongelea hapa kwa sababu vingi mmeviongelea. Mstari wa 19 anasema kumtumikia Bwana kwa unyenyekevu, machozi na majaribu. Unaona, kuna vitu vya kumtumikia Bwana. Unaona, tukiongelea hiyo tu kumtumikia Bwana, Paulo alikuwa hajajiita, alikuwa ameitwa, unajua, na Paulo alikuwa ametengwa kumtumikia Bwana. Tunaposoma Rumi 1:1 inatufundisha kwamba Paulo mtumwa wa Kristo, yeye aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa kwa ajili ya injili ya Mungu, alikuwa ametengwa kumtumikia Bwana. Unajua, kitu kingine katika kumtumikia Bwana, tunatakiwa tumtumikie Bwana kwa kufanya kazi kwa bidii. Tuna tendency ya kufanya kazi za Mungu anyhow, lakini Mungu atusaidie tufanye kazi kwa bidii. Warumi 12:11 anasema kwa bidii, si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Si ndio? Kitu kingine katika kumtumikia Bwana, tunatakiwa tujue, watumishi wa Mungu wamekuwa wakitufundisha katika JNA kwamba tunapofanya kazi za Bwana, tujue kwamba tunamfanyia yeye, si mwanadamu. Tunamfanyia Mungu, si mwanadamu. Unajua, Waefeso 6:7 anasema kwa nia njema kama kumtumikia Bwana wala sio mwanadamu. Na ninavyoongea hiyo scripture nyingine na niijia, tukisoma Colossians 3:17 anasema everything you do it unto the Lord. Mungu atusaidie kazi tunazozifanya tujue kwamba tunamfanyia yeye. Lakini kitu kingine nilichojifunza pia, mtumishi aliyesimama katika haki, aliyesimama katika kweli, unajua Mungu anamheshimu. Mungu anamheshimu sana. Tukisoma Yohana 12:26 inatufundisha kwamba mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwa. Tena mtu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Tunavyomtumikia Mungu katika kweli, Mungu mwenyewe anatuheshimu. Lakini tumeongelea unyenyekevu, mmeongelea unyenyekevu wa moyo. Unajua, Paulo
alifanya kazi nyingi sana, lakini kitu kimoja ambacho nampenda, alijua kwamba kazi zote anazozifanya ilikuwa ni kwa neema ya Mungu, na huo ni unyenyekevu na uita. Unajua, Wakorinto wa kwanza 15:9 anatuambia, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mtume, kwa sababu nililiudhi kanisa la Mungu. Lakini mstari wa 10 anasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nazidi sana kufanya kazi. Alifanya kazi nyingi, lakini alijua kwamba uweza wake ulikuwa si kwa ajili yake mwenyewe, ni kwa ajili ya neema ya Mungu. Lakini pia hapa Paulo anatuambia ukamilifu wetu. Unajua, katika unyenyekevu lazima tujue kwamba kila kitu tunachokifanya, ukamilifu wetu sio katika sisi, ni katika Bwana. Wakorinto wa 2:3-5 anasema, si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiria neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Sisi hatukamiliki, utoshelevu wetu unatoka kwa Mungu. Huo ni unyenyekevu. Lakini kitu kingine ameongelea machozi, na najiuliza sasa hivi, injili ya machozi iko wapi? Zaburi ya 119 mstari wa 136, Daudi anasema, macho yangu yachuruzika mito ya maji, kwa sababu hawatii sheria yako. Na angalia, hicho kitu ndio kinachomliza Daudi. Analia kwa sababu wamekataa kutii sheria ya Bwana. Unajua, nikiangalia sasa hivi injili zinazohubiriwa, machozi yako wapi? Kuna mtumishi mmoja aliwahi kutuambia kati yenu, sikumbuki ni mtumishi nani, alisema kipindi kile wakati Moses Klora anahubiri, yeye alikuwa ni mdogo, lakini alikuwa anapelekwa na watu wazima. Anasema yule baba alivyokuwa akisimama katika madhabahu kule kuhubiri, ni kwamba umati wote, the whole congregation, wanalia. Unajua, hizo ndio hubiri za machozi, kuilia injili. Unajua Lakini Yeremia, tukisoma Yeremia 13:17 anatuambia, bali kama amtaki kusikia, roho yangu italia kwa siri, kwa sababu kiburi chenu, na jicho langu. Ngoja nirudie tena, bali kama amtaki kusikia, roho yangu italia kwa siri, kwa sababu ya kiburi chenu, na jicho langu litalia sana na kutoa machozi mengi, kwa kuwa kundi la Bwana limechukuliwa. Kitu kinamzinga, anasema kundi la Bwana limechukuliwa hali ya kufungwa. Nakumbuka na mtumishi Kanana aliwahi kutufundisha, tukiona injili inatukanwa, tukiona mambo ambayo hayafai na hayastahili, tukiona vitu ambavyo haviendi vizuri, what do we do? Do we cry? Are we sad? Do we kneel down to pray for these people? Mungu atusaidie sana. Hiyo injili ya machozi imepotea. Lakini kitu kingine hapa anaongelea majaribu. Unajua, majaribu. Watumishi, kila majaribu tunayoyapitia, it's not necessary kwamba yametoka kwa shetani. Kuna majaribu mengine Mungu anakuwa ameyaruhusu kwa sababu. Unajua, tukisoma Yakobo 1:2 anasema, ndugu zangu, hesabuni kwa kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Pia tunaposoma Rumi 8:18 anatuambia, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu ya kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Sisi tunaangalia kule mbele, si katika haya mambo ya sasa hivi. Haleluya, na Mungu atusaidie. Nikienda katika mstari unaofuata, mstari wa 20 anasema, sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali niliwafundisha waziwazi. Na hapa mmeongea maneno mengine, lakini mimi nimefunduliwa maneno matatu, point tatu tu. Najifunza uaminifu katika kutoa ujumbe wa Mungu. Unajua, Paulo alifundisha, na alifundisha yote bila kubakiza kitu chochote. Tukisoma Matendo, tunaposoma Matendo 20 mstari wa 27, mstari wa 27 anasema, kwa maana sikujiepusha na kwa kuwahubiria habari la kusudi yote ya Mungu. Unajua, alihubiri na kubakiza chochote. Unaona? Na kitu kingine hapa anaongelea yale aliyoyafundisha ni yale yanayofaa. Ni maneno gani yanayofaa? Maneno yanayofaa ni maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu ndio yanayotuponya. Maneno ya Mungu ndio yanaleta comfort, ndio yanaleta peace. Tukisoma katika Timotheo wa 2:3-16 anasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaonya katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Hayo ndio maneno ya Mungu. Tunapata uponyaji katika maneno ya Mungu. Tunasimama katika maneno ya Mungu. Tunapata hope katika maneno ya Mungu. Haleluya. Lakini anasema akifundisha waziwazi pia. Paulo aliendelea kuhubiri.
habari za Yesu Kristo. Alikuwa anafundisha, lakini kitu alichokuwa anafundisha ni habari za Yesu Kristo. Matendo 5:42 inatuonyesha hiyo kwamba na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hakuacha kuwafundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Hizo ndo habari alizofundisha, na sisi Mungu atusaidie tuendelee kuihubiri hiyo Injili. Haleluya. Lakini nikienda mstari wa mwisho katika hiki kipengele, anasema aliwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapa najifunza point 3. Neema ya kushuhudia. Tumeongelea kule neema ya kushuhudia. Hii inatufundisha kuwa waaminifu kwa ajili ya Injili. Unaona, kuwa waaminifu kwa ajili ya Injili. Lakini kitu kingine hapa anaongelea kwamba aliwahubiria Wayahudi na Wayunani. Na sisi hii inatufundisha kwamba mahali popote tunapopita, kila tunapopata fursa, tuwavute watu kwa Yesu. Wayahudi wa kwetu wako wapi? Wayunani wa kwetu wako wapi? Nyumbani kwetu, makazini, kwenye community, mahali popote tunapopitia, tuendelee kuambia watu habari za Yesu. Si ndio? Pia katika Matendo 18:4, Matendo 18:4 inasema akatoa hoja yake katika sinagogi kila Sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Si ndio? Na sisi tuangalie hiyo misingi aliyotumia Paulo. Mahali popote tunapokuwa, tuwe na kiu ya kuambia watu jinsi Yesu alivyotutendea. Si ndio? Pia anaongelea kumrudia Mungu kwa toba. Kitu ambacho ninachojifunza hapa katika uinjilisti, toba na imani ni sehemu muhimu za uinjilisti. Toba na imani. Tukisoma Mathayo 3:2 anasema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na hayo ni maneno ambayo tunatakiwa tupate revelation katika hiyo, ili tuendelee kuambia watu habari njema, habari za Kristo. Unajua kitu ambacho nimejifunza kingine, kinachotufanya midomo yetu inakuwa mizito, tusifungue midomo kuambia watu habari za Kristo, ni kwa sababu ya rejection. Lakini Paulo mwenyewe ameongea, unajua katika 1 Corinthians ameongea, 1 Corinthians 3:6 anasema I planted, Apollo watered, but the increase came from the Lord. Unajua tunavyofanya kilicho chetu, tunafanya kimoja. Huyo mtu anapotoka hapo, mwingine atamwagilia. Mtu anapotoka hapo, mwingine atatia mbolea. By the time Kristo anakuja kumvuta huku upande wa pili, kazi inakuwa rahisi. Na Mungu atusaidie tuendelee kuhubiri Injili. Haleluya. Kipengele kinachofuata mstari wa 22 mpaka 31, mtumishi naomba unisomee. Mtumishi naomba unisomee mstari wa 22 mpaka 31. Samahani, nilikuwa naongea on mute. Mstari wa 22 mpaka 31 nitasoma. Basi sasa angalieni, nashika njia ya kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Mstari wa 25, na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko, hamtaniona uso tena. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote, kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo, ambalo Roho Mtakatifu amewekea ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Mstari wa 29, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Kwa hiyo kesheni, mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumuonya kila mtu kwa machozi. Amen. Amen. Asante mtumishi. Moderator kwako. Amen, amen. Karibuni, tuendelee. Naomba tu angalizo, tuna half an hour. Kama mwingine ameshaongea hiyo point, tunaweza tukaivuka. Kwa hiyo kama una point, karibu, naomba mnyoshe mikono ili to save time. Karibuni.
Karibu Sister Anna, then Sister Rebecca. Asante. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Wakati Amen. nasoma hapa nimepick similarity ya Paul na Bwana Yesu anaposema kwamba amekesha miaka mitatu akihubiri huku na huku, na Bwana Yesu naye alihubiri miaka mitatu. Ni hiyo tu ambayo nimeipick sasa hivi. I see a lot of similarities there. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu Sister Rebecca. Umejimute. Oh, sorry. Asante moderator. Mstari wa 22 anaposema basi sasa angalieni nashika njia kwenda Yerusalemu, bali nimefungwa rohoni nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Na wote tunajua jinsi Paulo alivyokuwa amepewa neema ya kujua mambo mengi sana. Kuna mahali anaandika alienda mpaka mbingu ya tatu, akaonyeshwa mambo ambayo hayatamkiki kwa lugha ya wanadamu, lakini inapokuja kwa mambo yake binafsi, kwamba ni kitu gani hasa kitakachompata kule, anasema hayajui. Hii inatuonyesha kwamba mara nyingine hata mimi niliingiaga kwenye huu mtego wa kutaka kujua what is my next step. Nataka nifunge, nataka niombe, nataka nijigaragaze, nijikate, nifanye nini? Yani nambembeleza Mungu, najaribu kummanipulate aniambie what will happen. But kuna vitu ambavyo neno la Mungu linatuambia, kuna vitu ni vya mfalme. Kwa hiyo Mungu anataka tutembee kwa imani, na hiyo ndio sababu kubwa ya Mungu kutokutufunulia kila kitu, kwa sababu mimi naamini kwamba tukifunuliwa everything will be our own God and it will be for our fall, itatufanya tuanguke kwa sababu umeshajua. Na ndio maana unawakuta watu wengi ili wakiona wanashindwa huku wanaenda kwa waganga, kwa sababu kule kwa waganga ni rahisi sana wenyewe kuanza kukufunulia mambo kwa roho asiyefaa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kicha muhimu ni kutembea kwa imani, kuamini kwamba Mungu analo kusudi jema kwetu na tumwamini. Kingine ambacho anakiongelea hapa, alikuwa anajua, amefunuliwa kwamba ipo dhiki na vifungo, lakini vitakuwaje? That is where I'm trying to say kwamba unaweza ukawa unajua unakuwa, yani kama mimi kwa mfano binafsi, wakati nataka kufanyiwa operation, kuna maandalizi niliyafanya mengi, yani kama vipindi vya Binti Sayuni nilikuwa nimerekodi 8, yani vya wiki 8, bila kujua kwamba katika hizo wiki nitakuwa hospitali kwa muda mrefu na sitaweza kufanya vitu kama hivyo. Sasa hivi looking back, huwa wanasema kwamba we see in hindsight kwamba okay, Mungu alikuwa ameniandaa. Kwaona Mungu alikuwa ameuandaa moyo wake kujua something is going to happen to you. What is it exactly? Ndio hapo ambapo tunatakiwa kutembea kwa imani. Lakini napenda vile vile ya mwisho, ili niwachie wengine, anaposema siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu. Hii nadhani ndio mtego ambao wote tunao, wa kuyahesabu maisha yetu ni ya thamani. Na ndio maana Bwana Yesu akasema kwamba anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe. Anayetaka kupoteza maisha yake atayapata, na atakayetaka kuyanani maisha yake yani opposite of what you're doing. Sasa mara nyingi tunapoona kitu tunakwepa, tunaona hiki kitaniua, kumbe kwa Mungu ni opposite. Hili ndio kinakupa maisha, na shetani anatuletea hofu ya kufa na mauti. Lakini kama Mungu angetusaidia tufike mahali ambapo kweli we surrender it all, even our own lives, kwamba our lives have no value kama tukimkosa huyu Kristo. Mungu atusaidie sana. Narudisha kwa moderator. Amen. Karibu Sister Jen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nataka niongelee swala la Roho Mtakatifu, tukiwa kama hapa sisi wote ni watumishi. I believe sisi wote hapa ni watumishi. Unajua kuna muda, yani kwamba waga tunasimamaga kumwombaga Mungu. Simwangalie Paulo, sasa mimi najaribu kuongelea kwa kutumia hii Paulo kwa sisi wenyewe. Kuna muda waga tunamwombaga Mungu na shida ya hiki, na shida na uchumi, na shida sijui na kitu gani. Lakini kitu ambacho mimi naendelea kushuhudia katika utumishi wa Paulo, kuna kitu cha kwanza nianze. Cha kwanza ilikuwa kwamba Mungu anapokuteua wewe kuwa mtumishi wake, inageuka kuwa ni sheria. Umeona? Nikisema sheria maana yake nini? Kwamba ukimkwepa hapa atakusubiria kule. Yani kwamba there's no way out. Umeona? Na lazima umtumikie, lakini katika kumtumikia kuna gharama inabidi ulipe. Kama hapo tumeona amesema kwa hila, kwa machozi. Hizo ndio gharama ambao Wakristo wengi hatutaki kuzilipaga hizo gharama. Umeona? Hiyo kwa machozi na kwa hila na kila kitu. Lakini the more unavyolipa zile gharama za hizo zote zinazokuzunguka, ndipo tunahitajika tuwe na nguvu za Mungu. Tunapokuwa na nguvu za Mungu, tutakuwa hata katika haya maombi, Mungu naomba nisaidie mboga leo sina leo, Mungu nisaidie kile. Umeona? Ni nguvu za Mungu zenyewe zinavyokuwa. Na ndio maana
maana Roho Mtakatifu tayari alikuwa tayari anamuonyesha kwamba kuna dhiki ambayo inakusubiria pale, umeona, na aliamini kitu ambacho kinatokea kule ndani. Kwa hiyo sasa hapa na sisi wenyewe kinatufundisha kwamba tuendelee kumtafuta Mungu. Sawa, tunasoma neno lake, tulipe gharama, tumtafute Mungu ili tupate zile nguvu, na zile nguvu ndizo zitakazo kuongoza sisi na kutujulisha yote. Naona tumeshasikiaga hapa wachungaji wengi kama mnawasikiaga anasema anaomba, nimeonyeshwa kitu fulani, kuna mtu hapa ana kansa, pepo linalipuka kule, nimeonyeshwa kitu fulani. Mimi siongelei kwa manabii, mimi naongelea ni mtu anaomba, anaonyeshwa, na unazidi kumtafuta Mungu unaona. Kuna siku unaweza kuwa unaomba unamwambia mtu, unaona. Kuna siku mimi nilikuwa naomba nakuta kuna kibanda kiko katikati ya majani, ni cha nyasi, lakini uchawi. Kwa hiyo tuombe Mungu azidi kutupa nguvu ya kumtafuta, tupate zile nguvu zake. Alafu kuna kingine tena kwa Paulo, umenielewa? Yaani kwamba tunapokuwa tunatafuta zile nguvu za Mungu, ina maana mwanadamu anashuka. You don't see mwanadamu. Kwa mfano kama hapo tumeangalia kuna wazee wa kanisa na vitu vingine sana. Utakuta sisi wa Kristo tunapoenda kanisani, yani we bother about veo, tunabother vitu vingi ambavyo vinaendelea vile vya katika damu na nyama vinavyokuwa vinaonekana. Lakini kama alivyosema nani, anasema kama kujikana, unapokuwa unajikana is about wewe na Mungu. Hata kufa wewe kwako unaona nini? Ni faida. Na cha mwisho natamani niongee sana cha mwisho kwamba hapo tunaona kwamba Paulo anapojaribu kuelezea hapa kwamba mwendo wake ameumaliza, lakini mimi na wewe mwendo wetu tunaumalizaje? Kazi tunaoifanya imefikia wapi? Nikiangalia hapo katika uokovu, katika familia zetu zimekaaje? Sawa, familia zetu kazi zinakataa kwamba hata Yesu mwenyewe pale Yerusalemu alimkataa. Huko kwingine kunaendaje? Je, tutafika katika ile hali ya kushuhudia kwamba yani nakufa kwa amani? Yani pale alikuwa anaona kwamba alikuwa na dhiki, anajua yamsubiria, lakini tayari ndani mwake ana amani. Lile kusudi ya Mungu nimelifanya. Je, na sisi tutapofika ule muda wetu tutakuwa tuna ile amani kwamba ile kusudi la Mungu nimelitenda? Au kwamba pamoja na yote nilijua nilipata neema ya kupata maarifa, lakini je, yale maarifa niliyatumia kwa wengine? Au mafunuo, vitu kama vile, nao nilikuwa na zile nguvu za Mungu, je, niliweza kuzitumia katika hivyo? Umeona? Kwa hiyo na sisi tukapate, Mungu akatujalie tukapate kuishuhudia ile siku ambayo tutakuwa kwamba hatutokuwa katika masikitiko au kuhuzunika kwamba hatukufanya nini, hatukumhubiria hivyo. Kwa hiyo na cha mwisho hapa yani nafsi zetu, jitunzeni nafsi zenu. Nafsi zenu mimi si niseme kama ni moyo, huko ndiko Mungu anakokaa, na huko ndiko kuna mishale inapopigwa, na huko mara nyingi sana ndipo watu wanaachaga huduma. Unakuta mtumishi mzuri lakini inafika hatua anazila. Kuna wengine nguvu za mizimu zinastopisha, kuna mwingine hawezi kubeba masimango, matukano na vitu vingine. Kwa hiyo tukubaliane kwamba hiyo mishale itakayokuja tuweze kuikwepa. Paulo sio kwamba alikuwa hana mishale, lakini alikuwa hairuhusu moyoni, au ndio kwenye nafsi, uko mtu wa ndani. Umeona? Mimi nikiongelea nafsi naongelea mtu wa ndani, kwamba vitu vilikuwa vinaishia tu nje. Kwa hiyo na sisi Mungu akatupe neema, kila kitu kitachokuwa kinapigwa kinafanya nini, kiishie nje, kisiende ndani, kwa sababu kishaingia ndani mambo mengi yanafanya nini, hayawezekani. Hata Roho Mtakatifu kukaa vizuri anakuwa hawezekani. Umebeba uchungu, umebeba malipizi. Umeona? Kwanza kwa sababu anasema hivi, mkaangalie ndani yenu mpate kulilisha kanisa mlilonunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo hatuwezi kulifanya kanisa lisimame kama mtu wa ndani anakuwa hayuko sawa. Umeona? Basi naomba mimi niishie hapo, na hii hapa anapoelezea kama mbwa mwitu mpaka sasa hivi mnaona makanisa yamekuwa mengi, mambo yamekuwa mengi, lakini tunapojua kweli na sisi tutakuwa tunajua mbwa mwitu ni nani. Tusibaki tu kuonyesha vidole kwamba yule anakimbilia hichi, anakimbilia kile, anakimbilia kule. Tukae na watu, tujaribu kuambia Mungu anasema hivi na hivi, tukawape lile neno la Mungu kama alivyosema Paulo hapa, nimewaambia neno la kweli wala hakuyumbayumba. Kwa hiyo najua huyo alikuwa anatabiri, na haya tunayo mbwa mwitu na vitu vingi ambavyo vinaendelea sasa hivi. Kwa hiyo Mungu akatupa hiyo neema tuweze kuifanya kazi ya Bwana. Amen. Naomba nishie hapo. Amen. Ubarikiwe. Dr. Belinda, naona umedrop. Hii point yako imeongelewa. Yes, ameiongea dada Jeni mstari. Amen. Amen. Sister Kanana, karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nilikuwa nataka kuongelea point ile anayosema sina hatia kwa damu ya mtu yoyote. Nilikuwa najitafakari, na mimi naweza nikasema kama alivyosema Paulo. Paulo ana confidence hapa kwa sababu tunaambiwa alifundisha bila kuacha kitu chochote. Alifundisha nini bila kuacha kitu chochote? Tunaambiwa alifundisha kuhusu repentance,
toba, alifundisha kuhusu kwamba kuna neema ya Mungu, alifundisha kuhusu ufalme wa Mungu unakuja, alifundisha kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mambo mengi alifundisha, tumeona katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Je, sisi tunaweza kuambia watu wengine the same thing kwamba hatuna hatia? Kwa sababu kutokuwa na hatia ni kufanya yale yote ambayo Mungu ametuambia tuyafanye. Je, tunayafanya? Je, tunawaambia watu kwamba ufalme wa Mungu karibu, kwamba kuna ufufuo? Mafunzo yote ambayo tumefundishwa, ambayo tumeyaona, tunaweza tukakiri na sisi kama alivyosema Paulo kwamba sina hatia kwa damu ya mtu yeyote. Lazima tuwe na confidence hiyo, ndugu zangu, tusijidanganye. Tukifika mbele ya Mungu atatuuliza. Yale anayotaka tuyafanye lazima tuyafanye. Amen. Amen. Ubarikiwe Sister Kanani. Mungu atusaidie. Karibu Sister Victoria. Asanteni kwa michango yenu. Tukianzia mstari wa 22, anasema basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Nafikiri mtumishi ameongelea, unajua ni utii wa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Though amefungwa, mambo mengine hayajui. Anajua ni mateso lakini hajui how, unajua, lakini anakubali kutii. Anakubali kwamba mapenzi ya Bwana yatimizwe. Si ndio? Mtumishi hapa anajifunza kitu kingine, ni kusudi la Mungu katika maisha yetu na safari zetu. Mtumishi ameongelea hiyo sana, sitaiongelea tena, lakini unajua kuna wakati tunapitia kuna kipindi kingine maisha yanakuwa sio marahisi kama tunavyofikiria. Kuna changamoto za kila aina, unajua, kuna mapito ya kila aina, lakini tunafika mahali kwa ajili ya kusudi la Mungu katika ile safari. Unafika mahali unasema mapenzi ya Bwana na yakatimizwe. Na kuti mstari wa mtu, nazima mstari wa mtu, Rumi 8:28, mtumishi anapenda sana mstari, anasema all things work together for good for those who love the Lord and those who have been called for his purpose. So unajua ni mambo mengi, lakini unaacha mapenzi ya Mungu yakatimizwe, na baadaye ukishafika kule mwishoni ndio unajua kwa sababu ndio ilikuwa hivi, unaona. Lakini katika mstari wa 23 anasema isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia, akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningojea. Unaona, tunaona hapa kitu ambacho najifunza ni Roho Mtakatifu kushuhudia. Unaona, unajua wakati mwingine kuna vitu vingine hatuvijui, lakini Roho wa Mungu huwa anatusaidia kujua hata yaliyoko mbele yetu kabla hata hatujayafikia. Yohana 16:13 anasema huyo Roho wa kweli atawaongoza, awatie kwenye kweli yote, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Mungu anatusaidia, Roho Mtakatifu ndo anayetuongoza. Lakini kitu kingine hapa ni mateso na dhiki. Kitu anachojifunza, mateso na dhiki ni sehemu ya safari ya maisha ya utakatifu, unajua, ukamilifu katika Kristo. Ukitaka kusimama na Yesu uende naye mpaka mwisho, unabudi kuavoid hayo mateso, unabudi kuavoid dhiki. Unajua, tukisoma Timotheo wa pili 3:12 anasema naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Unajua, unless unataka kumkana yeye. Timotheo wa pili 2:12 anasema kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye, kama tukimkana yeye na yeye atatukana. Unajua, na sisi hatuko kwa ajili ya kumkana Yesu, unajua, tunatakiwa tusimame naye. Kwa hiyo mateso na dhiki inakuwa ni part of our journey. Haleluya. Tukienda katika mstari unaofuata, mstari wa 24 anasema lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Tumeongelea habari ya neema ya kushuhudia, hiyo tumeiongelea katika mstari wa 21, sitairudia. Lakini kitu kingine hapa cha kuangalia ni kumaliza mbio za kiroho, kama alivyoongea mtumishi. Kumaliza mbio za kiroho. Unaona, Paulo, unajua, tukiangalia katika Biblia kuna watu wengi walifanya kazi na walifanya kazi zao kwa udhibiti mpaka mwisho, lakini kuna maneno mengine Paulo aliongea alikuwa anastahili yeye tu kuyaongea. Unajua, si watu wote tunatakiwa tuongea haya maneno. Tukiangalia katika Timotheo wa pili 4:7 tunaangalia Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda.
tukiendaga kwenye ibada za misiba, mara nyingi kwenye ibada za mazishi tunasikiaga maneno kama haya, lakini unakaa unajiuliza ni vita gani wanaviongelea, ni mwendo gani wanauongelea? Lakini Mungu atusaidie. Kuna siku zingine pia mimi nikiwa nawafundisha watoto wangu, napenda sana kujifunza na watoto wangu, tukiwa tunajifunza mambo ya Mungu, huwa nawaambia scenario kwamba simameni hapa tujipange. Tunavyosimama hapa mita moja nyuma, to act kwamba, yani to pretend kwamba kuna wanyama wanatufukuza. Namwambia huyu kijana wangu mkubwa, simama pale. Wewe ukiangalia nyuma mita moja, utamwona mbwa ndo atakaye kufukuza. Namwambia huyo mwingine, mtoto wangu wa pili, angalia nyuma. Ukiangalia nyuma kuna paka ndo atakuwa anakufukuza. Namwambia huyu dogo, wewe simama hapo, ni kuku, chicken atakuwa anakufukuza. Lakini mimi mama yenu ninayesimama hapa, nikiangalia nyuma, naangalia namuona yule simba mkubwa. Unajua simba mkubwa hasa. Na wakisema ile time ikifika, on the mark, get set, go. Unajua tukianza kukimbia huwa nawaambia kwamba pamoja na uzee wangu, unajua nitatimua mbio, nitawazidi wote nyie. Sio kwa sababu nashindana na nyie, hapana. Ninaangalia kile kilichoko nyuma yangu. Unajua ninamwangalia yule simba. Na kama mtumishi alivyosema, tufike siku moja na sisi tuongee statement kama hizi. Unajua tumevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo tunaumaliza. Imani tuzilinde. Mungu atusaidie tukalinde imani zetu. Haleluya. Nikienda katika mstari wa 25, anasema na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko hamtoniona tena, hamtoniona uso tena. Sasa hapa anaongelea kuhubiri ufalme wa Mungu. Unajua tulisoma katika hapa Paulo alifundisha kama mlivyosema, alifundisha na alihubiri kuhusu habari za Kristo Yesu na kazi ya msalaba, na wala kubakiza kama mlivyosema, si ndio? Tunamuona mtu mwingine aliyekuwa anamfuata Filipo, alifundisha zile habari za ufalme wa Mungu, si ndio? Kumfundisha Yesu Kristo na msalaba wake, ndio maana watu wakamgeukia Bwana. Tukisoma katika Matendo 8:12 inatuambia, lakini walipomwamini Filipo, alizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake samahani, lakini walipomwamini Filipo, akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Unaona jinsi akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu anawavuta watu kwa Yesu. Lakini tunamuona Yesu mwenyewe pia katika Mathayo 4:23 anasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao, kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa, kuponya udhaifu wa kila namna katika watu. Unaona, hizo ndo habari za ufalme wa Mungu. Unaona, lakini tunaposoma pia kuna kitu kingine hapa tunajifunza. Toba na ufalme wa Mungu ni vitu vinaendana. Tunaposoma Mathayo 4:17 tumesoma before, nasoma tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na Mungu atusaidie tuendelee kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Tukienda katika mstari wa 26 anasema, kwa hiyo na washuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awayo. Nafikiri watumishi mmeongelea sana kuhusu hii damu ya mtu. Unaona, mimi hii inanikumbusha kwamba unapomhubiria mtu, mahali popote tunapokuwa tunatakiwa tuhubiri Injili. Lakini kitu kimoja ambacho mtumishi Pamela alitufundisha katika Matendo 18, unapohubiri Injili hata kama watu wakikataa, unajua inabidi uweze ukasema watu wameisha. Unajua kama nilivyowaambia, kama Paulo alivyosema, wewe unatakiwa umwambie mtu habari za Yesu. Mtu mwingine atamwagilia, mtu mwingine ataweka mbolea. Pia kuna watu wengine pia wanasubiria, sio mahali pamoja. Unaona, mtumishi alitufundisha katika Matendo 18:6 anasema, walipopingana naye na kumtukana Mungu, akakung'uta mavazi yake, akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu, mimi ni safi. Tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Kwa hiyo hatuwezi kusema, tutaenda kila mahali tunaongea habari za Mungu, na Mungu atusaidie tuendelee na hiyo huduma. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 27 anasema, kwa maana sikujiepusha na kuwahubiri habari ya kusudi lote la Mungu. Unaona, akujiepusha kuwahubiria kitu gani? Akujiepusha kuwahubiria Injili iliyo kweli. Wagalatia 4:16 anasema, je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli? Hiyo ndio Injili iliyo kweli. Unajua, unapoongea ukweli watu wengine huwa waelewi, wanajaribu kuavoid, lakini huo ndio ukweli, ndio Injili iliyo kweli, si ndio? Kitu kingine hapa anaongelea kusudi lote la Mungu. Najiuliza kusudi la Mungu ni kitu gani? Kusudi la Mungu ni shauri ya Mungu
Kusudi la Mungu ni mapenzi ya Mungu. Kusudi ya Mungu ni haki ya Mungu, ni maneno ya Mungu, ni maneno yenye ukweli. Kusudi la Mungu, it's a counsel of God. Unajua, tukiangalia katika Zaburi ya 33:11 anasema, shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi hata vizazi. Hiyo ndio kusudi la Mungu. Tunaposoma Yeremia 23:22 anatuambia pia, anasema, lakini kama wangelisimama katika baraza yangu, ndipo wangewasikilizisha watu wangu maneno yangu, na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao, ili wafanyaji wasimame katika kusudi la Mungu. Hiyo ndio kusudi la Mungu alikuwa anahubiria. Haleluya. Tukienda katika mstari unaofuata, mstari wa 28 anasema, jifunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake yeye mwenyewe. Tunajifunza vitu vichache na vingi mmeshaviongelea. Unajua, tunavyojiangalia, tunzeni nafsi zenu na kundi lote. Hapa lengo ni kwamba kanisa, unajua, waumini tunatakiwa kusimama thabiti katika imani ili kuepuka mafundisho ya potofu, si ndio? Timotheo wa pili 4:3 anasema, kwa maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi na makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Ukisoma kwa Kiingereza anasema itching ear. Unajua, sometimes tunapendaga kusikia yale tunayotaka sisi, sio yale ambayo Mungu anataka kuongelea. Lakini tukienda katika mstari wa 4 anasema, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Unaona, kuzigeukia hadithi za uongo. Unajua, tunapoangalia hapa, unajua, tukiangalia hata Injili inavyoenda, unajua, ni kwamba kuna hadithi za uongo. Lakini kitu kingine anaongelea hapa ni uongozi wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mmeongelea hiyo pia, kwamba kanisa na kundi linasimamia katika Roho Mtakatifu. Kitu kingine anaongelea thamani ya kanisa. Thamani ya kanisa ni damu yake yeye mwenyewe. Yesu alilinunua kanisa. Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya kanisa. Tunaposoma Ufunuo wa 5:9 anatuambia, nao waimba wimbo mpya. Mnakumbuka tulivyosoma Ufunuo, anasema wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, kila lugha na kila jamaa na kila taifa. Unajua, tumenunuliwa kwa damu ya thamani, ni damu ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. Sisi we are special. Unajua, tunaposoma 1 Peter 2:9 inasema kwamba we are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Unajua, ukisoma translation nyingine, ile peculiar anasema special people. Anasema once you are in darkness, but now you are in marvelous light. Unajua, Mungu atusaidie tuweze kujua thamani ya wokovu wetu, thamani ya damu yake. Haleluya, alitununua and we are special. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 29, ni marudio ya 28, tutaongelea sana. Anasema, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Hapa tunajifunza hatari ya mafundisho potovu ambayo tumeshayaongelea katika mstari wa 28. Lakini kuna kitu kingine ambacho nimeona, kuna ulazima wa kuwa macho. Tunatakiwa kuwa macho, tunatakiwa tusimame katika imani zetu, imani ambazo ziko kweli, imani, tuangalie ukweli wa neno la Mungu. Waefeso 4:14 anatufundisha, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo, na kukua hata kumfikia yeye katika yote, yeye aliye kichwa, ambayo ni Kristo. Haleluya. Tunaenda kumalizia mstari wa 30. Anasema, tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Kuna vitu vitatu hapa nimeona. Katika ninyi watainuka. Katika wapi? Katika huduma, katika kanisa. Unajua, tunaona sasa hivi injili zinazohubiriwa, tumeshawaona watu wameinuka kama alivyosema mtumishi. Au watu wamekabidhiwa kwa shetani. Tunaona kwamba wanahubiri injili, lakini injili sio za ukweli. Tunaposoma Timotheo wa kwanza 1:19 inatufundisha hapa, Paulo alikuwa anamfundisha mtoto wake wa kiroho Timotheo, anamwambia wewe mwenyewe, unajua, uwe mwenye imani na udhamiri na dhamira njema.
ambayo wengine wameisukumia mbali, wakaangamia kwa habari ya imani. Katika hao wamo Imonayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe na wasimtukane Mungu. Unajua, kuna watu wengine unaona wanahubiri injili, unafikiri ni injili. Sio injili, kwa sababu tukisoma tena katika Timotheo wa pili 2:17 anasema, na neno lao litaenea kama donda ndugu, miongoni mwao wamo Himonayo, anamtaja Himonayo tena, na Fileto, waliokosa ile kweli, wakisema ya kwamba kiama imekwisha kuwepo, hata kuipindua imani ya watu kadha wa kadha. Hawa ni kama wametumwa. Unajua, Mungu atusaidie tusiangukie huko. Lakini anasema wakisema mapotovu. Unajua wale watu ambao wamekabidhiwa kwa shetani, injili zao ni za uongo. Isaya 59:3 wanatuambia, kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Unajua, ni injili za uongo. Alafu kitu kingine katika hizi injili za uongo, kuna mvuto, wanapenda kuvutia, si ndio? Lakini sisi tumeshaambiwa kwamba tusiende huko. Mithali 23:3 inatuonya pia, anasema usivitamani vyakula vyake vya anasa, kwa maana ni vyakula vya hila. Mungu atusaidie. Unajua, lakini pia anasema kuwavuta wanafunzi ili wafuate. Unajua, ni injili za kuvutia, si ndio? Wanatafuta kupoteza roho za watu. There's nothing much, kupoteza roho za watu ili wafuate. Katika Mathayo 23:15 tunasema, inatuambia kwamba ole wenu waandishi wa Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa Jehanamu 2 zaidi ya kuliko ninyi wenyewe. Mungu atusaidie sana tusiangukie huko. Mungu atusaidie sana, tuendelee kujiombea, tuendelee kuombea watoto wetu, tuendelee kuziombea familia. Kitu kikubwa zaidi ni kuliombea kanisa. Ninaposema kanisa, I'm meaning Church of God, kusimama katika kweli. Haleluya. Tukienda katika mstari wa mwisho, mstari wa 31, ni kopi ya mstari wa 27. Anasema, kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Tumeongelea injili ya machozi. Lakini kitu kingine hapa cha kuangalia ni uhitaji wa kuendelea kujenga ngao ya imani. Tunahitaji kusimama katika kweli. Hivi kweli iko wapi? Kweli ni kupitia katika neno la Mungu. Kweli iko wapi? Kweli ni kupitia katika maombi. Kweli iko wapi? Kweli ni kusimama katika ushirika wa kiroho. Si ndio? Mungu atusaidie tusimame katika imani zetu. Waefeso 6:10 anatuambia, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Unajua, anasema mstari wa 11 kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Na Mungu atusaidie tuweze kusimama pamoja na changamoto, pamoja na magumu, tuweze kuzipinga hila za shetani. Haleluya. Tunaenda katika kipengele cha mwisho, ni kifupi sana, tunaenda kumalizia. Mistari ni michache. Nafikiri moderator nitaomba muda kama dakika 10 tutakuwa tumemaliza. Mtumishi, naomba unisomee mstari wa 32 mpaka 38. Amen. Nami nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 32. Basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake, ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Alipokwisha kunena haya, akapiga magoti, akaomba pamoja nao wote. Wakalia sana wote, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusubusu, wakihuzunika zaidi kwa sababu ya neno lile alilolisema, ya kwamba hawatamuona uso tena. Wakamsindikiza hata merikebuni. Amen. Amen. Narudisha kipindi kwako moderator. Amen. Karibuni. Kama una point naomba unyoshe mkono mapema. Karibu Sister Jane. Umejimute Jane. Oh, sorry, wapendwa. Mimi nataka niongelee katika mstari kwanza, nianze na huu hapa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Tunaona kwamba
yani sio tunaomba. Paulo alichokifanya hapa ndicho Mungu anachokitaka. Kwa nini Mungu anakitaka hicho? Ni kwa sababu kwamba yani kwamba tunapofanya kazi ni kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya utukufu wake yeye, lakini most of the time tunakuta kwamba tumeshikwa sana na tamaa zetu sisi. Umeona, na katika mstari wa 33 unaendana mpaka na wa 34 unaenda mpaka no 34 nitaongelea katika hii mistari miwili. Umeona kwamba yani kwamba Mungu atupe hiyo neema. Na hichi kitu mimi jamani kinanihusu mimi mwenyewe, kwamba there's a time kwa sijamjua Mungu, you just like unawaza sana mambo yako, I want this, I want this, I want that. Lakini tunapofanya kazi ya Mungu kwamba tunajali kwamba kazi ya Mungu na wale wahitaji, kwa sababu kwenye kutoa kuna baraka. Eli kutoa kuliko kupokea. Ndio maana tunakimbizana mbio sawa, tunapata hela, lakini wakutaga sangine hela zinaga baraka, kwa sababu tunakuwa tumegeuka kuwa selfish. Na kingine tena nimeona kwa Paulo, kama mnakumbuka, alifanya kazi ya matenti na vitu kama vile, ilikuwa ni kwa ajili yake yeye na watu wengine na kwa ajili ya huduma ya Mungu. Kwa hiyo kwenye kutoa kwa wahitaji kuna uzuri sana na kuna baraka zake vile vile, na tusipotoa tunakuwa tumejifunga na tamaa. Tamaa sio lazima kutamani kile mtu wa mwenzake. Yani umefanya yani kama okay, I don't wanna judge wachungaji wala nini, lakini za nyingi kutoka katika huduma. Yani mimi nataka watu wengi, sadaka zitakuwa nyingi, I'll buy limousine. Umenunua limousine, nataka sasa hivi nipushi, ninunue private jet, nifanye hivi na hivi na hivi. Hiyo ni between them hao watumishi na Mungu wao, lakini tunajua kwamba kuna watoto wanaohitaji, kuna watoto yatima hapo shuleni, hapo kwenye kanisa lako, fungua shule, kuna wamama wajane, kuna wamama hivi, lakini unakuta kwamba tunafungwa na tamaa zetu. Kwa hiyo sisi tumuombe Mungu, tunapokwenda kumtumikia Mungu, tusijiweke sana sisi. Tuachane hii kwamba hii mlango ambao tutatufungia ni tamaa zetu wenyewe. Tuache tukapande mbegu, kwa sababu unapokuwa eli ya kutoa kuliko kupokea, ni mbegu ambayo unakuwa unafanya nini? Unaitoa. Na kingine tena katika hii tunaomba tujifunze, kwa sababu hapa tunaishaga kuabudu vitu, na kwenye kuabudu vitu tunavyo mfano. Yani ukiambia yule pale, yani ukienda pale, yani wewe biashara yako inakaa sawa. Ukikimbia pale, yani yule pale ndio yako itakaa sawa, mchungaji yule. Ukikimbia kwa mchungaji, yani umeona. Kwa hiyo pale hakuna Mungu tunakuwa mtafuta, unahitaji tu vitu. Lakini Mungu amesema tumtafute yeye na nguvu zake, hivyo vyote tutazidishiwa. Sasa matokeo yake tunageuka kuworship vitu kushinda kumworship Mungu. Na ndio maana hata vile vitu havikai, kwa sababu wewe ndio kuomba vitu umepewa havina ulinzi, kwa sababu Mungu huna. Umeona? Kwa Mungu aendelee kutupa hiyo neema, kwa sababu tunasema hivi tunakuwa tunakosa maarifa. Lakini hapa tunapokuwa tunasoma ndipo Mungu anapotupa haya maarifa. Kwa hiyo na sisi akatusimamie na kuepusha vile vile vita ndani ya kanisa kwa ajili ya tamaa ya vitu na position. Umeona? Na kingine ngoja niongee tu ya mwisho afu niachie watu wengine. Na hii swala la hapa Paulo alivyosema kwamba kwa neema, kwamba anaachia hiyo kwa ajili ya neema, hiyo neema ya Mungu. Yaani kwamba urithi hapa nini? Na kwa neno la neema yake ambalo laweza kujenga kwa kupata urithi. Tunaona kazi yote ilikuwa ni kubwa, lakini bado kwamba umeona hapa yani katika hii chapter 20, yani ameongelea sana neema kwenye mistari mingi kama mmenotice hapo. Kwa hiyo sisi sote kwamba vitu tunavyovifanya vyote ni kwa neema ya Mungu. Hatuwezi kuvifanya kwa 1+1=2. Ile neema ya Mungu ndio itatusimamia kuvishinda vitu vyote na kufanya kazi zake. 2, ile kitu ambacho ninacho kipawa ni neema ya Mungu, wala sio kwamba ni sisi wenyewe tunaweza. Umeona? Kwa sababu Mungu kampa kila mtu yuko gifted katika kazi ya Mungu. Umeona? Kwa hiyo tukumbuke ni neema, na tusipoona kwamba ni neema ya Mungu ndipo tutaanza kujibeba sisi, na ndio pride inapanda, na pale Mungu anaposhusha mtu mwenye pride ananyanyua mnyonge. Naomba niishie hapa ili wengine waendelee. Amina dada Paulo, umeongea vizuri. Karibu Sister Rebecca. Hapo penye huo mstari wa 32 mimi niko kidogo tofauti na Sister Jane, ingawaje tunaongea nearly the same thing. Hilo kwa neno amesema ni kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba sisi wa Kristo hazina kubwa tulionayo ni neno la Mungu ambalo ndipo ilipo neema. Mara nyingine tunaweza kuwa tunajiuliza kwa nini nisome neno, au unasikia uvivu kusoma, kwa sababu shetani anajua kwenye neno ndipo unapopata neema, unapata maarifa, unapata neno la Mungu linasema neno la Mungu ni taa ya miguu yangu. Kama huna neno, I say vita inakuwa ngumu sana,
sababu hata Bwana Yesu alishindana na shetani kwa neno. Kwa hiyo Mungu atusaidie tufanye sana bidii katika neno, na sio neno tu tunalolisoma labda Jumapili au ukikutana na watu. Wewe binafsi uwe na muda wako ambao unalifikiria, unaliwaza, unalitafakari neno la Mungu ili upate kufanikiwa. Mungu awabariki. Amen. Amen. Samahani kidogo hapo, nataka mimi niongezee kidogo hapo. Dada Rebecca alivyosema kwenye kusoma neno, kuna makanisa ambayo kwenye neno wako vizuri, lakini kwenye neema haipo. That's why unaweza kukuta ngumi zinapigwa kanisani, imekosekana neema. Kwa hiyo neema kwa kusoma neno, lakini bado kwa kulipa gharama ili uwe na Mungu yule ndani yako. Nitaka niongezee tu hapo. Amen. Amen. Karibu Sister Victoria. Amen. Asanteni sana kwa michango yenu, na mimi naenda kumalizia. Mlivyodiscuss hivyo, mnafanya kazi yangu inakuwa rahisi. Tunaenda kumalizia ni dakika 5. Sasa katika mstari wa 32 anasema, basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Unaona, na mimi nina point 3 hapa, kuwaweka katika mikono ya Mungu. Unajua, tunapokaa katika mikono ya Mungu, huko ndo kwenye ulinzi. Kwenye mikono ya Mungu ndo kuna usalama. There's a peace katika mikono ya Mungu. Kuna comfort katika mikono ya Mungu. Tukisoma Yohana 10:28 anatuambia, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatopotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Haleluya. Tukiwa katika mkono wa Mungu tunakuwa safe. Unajua, alafu pia mmeongelea neno na neema yake, unajua, na lenye kuwajenga. Mmeongelea hiyo neema ya Mungu, sitorudia. Lakini kitu kingine anaongelea neno la urithi kwa wote waliotakaswa. Yaani hii inatufundisha nini? Kutafuta urithi wa kiroho kuliko vitu vya duniani. Hapa urithi wa kiroho, tukisoma katika Waefeso 1:18 anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Si ndio? Tunatakiwa tuendelee kutamani. Mtumishi kila siku huwa anatuambia katika maombi, akiongozaga maombi, napenda hiyo, anasema mtamani kuzijua siri za mbingu, sio mambo ya hapa duniani. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 33 anasema, sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Na hiyo mtumishi ameongelea. Hii inatufundisha kitu gani? Kuishi bila tamaa ya mali. Kuishi bila tamaa ya mali. Tunamwangalia Yesu mwenyewe anafundisha watumishi wanafunzi wake katika Luka 12:15 anasema, akawaambia, angalieni, jilindeni na hiyo choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo. Unajua, tusiangalie vitu vya hapa duniani. Unajua, alafu kitu kingine hapa, na point nyingine niliona katika hii tamaa, ni kumtafuta Mungu kuwa kipaumbele kwanza. Unajua, tunapomweka Mungu mbele katika huduma zetu, Mungu mbele katika ndoa zetu, Mungu mbele kwa watoto wetu, unajua inasaidia. Unajua, hiyo ndo ngao. Tukiangalia katika Mathayo 6:33, nilikuwa naongea na watumishi huko mahali nilipotoka katika huduma yangu ya zamani. Nawaambia, unajua, kila mtu anapenda kumeditate katika huu mstari Mathayo 6:33 unasema, seek first the kingdom of God and his righteousness and the rest of the thing. Kila siku tuna meditate hivyo, lakini nilikuwa nawaambia watumishi, mnajua kwamba huo mstari tumeuflip upside down. Tuna seek everything, unajua, na Mungu tunamweka mwisho. Lakini Mungu atusaidie, kwa sababu mstari hausemi hivyo. Unasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Tunavyojifunza haya maneno tukayaishi, ndo tunafikia ya ile, unajua, ile anayoiongelea Paulo kwamba hakutamani fedha wala dhahabu. Unajua, kama alivyoongea mtumishi, neno la Mungu ni ngao. Tunatakiwa tuishi haya maneno. Unajua, inatakiwa iwe revelation katika mioyo yetu. Mungu atusaidie. Lakini kitu kingine hapa ninachojifunza ni kutumia vile tulivyo navyo kuwa baraka kwa wengine. Rumi 12:13 anasemaje? Anasema, wasaidieni watakatifu katika mahitaji yao, tafuteni kufungua nyumba zenu kwa wageni. Tunavyowasaidia watakatifu, tunavyofungua nyumba kwa wageni, tunapata baraka pia, kama nyinyi mlivyosema nyote. Haleluya. Tunapoenda mstari unaofuata, mstari wa 34 anasema kwamba, ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Kama alivyosema mtumishi, tulisoma huko nyuma kwamba Paulo
alikuwa anafanya kazi sio kwa ajili yake tu na kwa watu waliokuwa wamemzunguka pia. Lakini kitu kingine pia tunajifunza hapa ni nidhamu ya kufanya kazi na kusimama kwa bidii. Unajua, kama Mkristo unatakiwa kufanya kazi, hatutakiwi kuwa kitu kingine, tusiwe mizigo kwa wengine. Waefeso 4:28, imagine kuna mtu mwizi, lakini Waefeso 4:28 anasema muibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji mwingine. Si ndio? Mungu atusaidie ili tuwe baraka. Utakuwaje baraka? Unatakiwa ufanye kazi, kile unachokipata tukagawane na wenzetu wahitaji, watu wenye kupungukiwa. Tukienda katika mstari wa 35 anasema katika mambo yote nimewaonya ya kuwa kwa kushika kazi hizi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Si ndio? Mmeongelea hiyo kwamba tunajifunza hapa kuwasaidia wanyonge, kutoa msaada kwa wahitaji, kutoa msaada kwa wale wanaopungukiwa, wanaopitia magumu. Wagalatia 6:2 anatuambia bebeni mizigo ya wengine nanyi mtatimiza sheria ya Kristo. Tunavyobeba mizigo ya wengine tunatimiza sheria ya Kristo. Lakini pia Paulo anaongelea kutoa ni bora kuliko kupokea. Ameiga mfano wa Bwana Yesu kama mlivyosema, alivyotufundisha kwamba tunapata baraka tunapotoa. Unajua baraka zinatokana na kutoa, si ndio? Wakorinto wa 2:9-7 anatufundisha kwamba kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu atusaidie tutoe. Lakini tunapoongelea kutoa pia kuna zile karama tulizopewa bure, mnajua, na zenyewe anazihesabu. Tukisoma Mathayo 10:8 anasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure na toeni bure. Tunapoona watu wananunua huduma, Mungu atusaidie tuendelee kuombea Injili, tuendelee kuombea makanisa, tuendelee kuombea huduma zetu pia. Katika mstari wa 35 anasema alipokwisha kunena haya akapiga magoti akaomba pamoja nao. Kuangalia hapa kitu cha muhimu ni kupiga magoti. Alipopiga magoti alikuwa anamaanisha nini? Ni unyenyekevu. Unajua, ni unyenyekevu, ni heshima katika ibada, ni kuonyesha ukuu na mamlaka katika Yesu, si ndio? Alipiga magoti, lakini pamoja na hayo aliomba nao. Mtu mmoja ameongea huo mstari, anasema wanapokusanyika 2-3 kwa jina lake yeye mwenyewe anakuwa katikati, na hicho ndio kitu walichokifanya, wakaomba pamoja. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 37 anasema wakalia sana, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusu. Walivyolia sana ilikuwa ni upendo, walikuwa wanaonyesha upendo wa dhati, walikuwa wanaonyesha upendo jinsi walivyokuwa wana uhusiano wa kiroho na Paulo. Walikuwa wanajua kwamba Paulo aligusa huduma yao, kwa hiyo wangemisi hivyo anavyoondoka, si ndio? Pia wakamwangukia shingoni. Unaona, Paulo alikuwa anaenda Yerusalemu, walikuwa wanafikiria akienda huko hatorudi, kwa hiyo walikuwa wanafikiria hata ile kumkosa. Unajua, it was so sad. Lakini kitu kingine, wakambusu. Hiyo ni ishara ya upendo. Unajua, ilikuwa ni katika tamaduni za Kiyahudi, katika tamaduni za Kiyunani walikuwa wasalimiana kwa busu. Unajua, busu ilikuwa ni ishara ya ukaribu, busu ilikuwa ni ishara ya heshima, ilikuwa ni salamu ya kujali. Unajua, tukisoma Rumi 16:16 anasema salimianeni kwa busu takatifu, makanisa yote ya Kristo wasalimu. Lakini tunaposoma Wathesalonike wa kwanza 5:26 pia naye anatuambia wasalimu ndugu wote kwa busu takatifu. Ilikuwa ni salamu ya heshima. Haleluya. Mstari wa mwisho wa 38 ni kopi ya mstari wa 25. Anasema wakihuzunika zaidi kwa sababu ya lile neno alilolisema, ya kwamba hawatamuona uso tena, wakamsindikiza hata merikebuni. Mstari unatufundisha safari ya Paulo imekaribia kumalizika, imekaribia mwisho. Paulo anajiandaa, unajua, anajiandaa kwa hali ngumu ambayo ilikuwa inamkabili huko mbeleni. Kulikuwa na hali ngumu inamkabili, lakini kitu kimoja, pamoja na hayo alijitia moyo, unajua, katika Bwana. Nikisoma haya maneno hata mimi mwenyewe napata moyo. Tukisoma Rumi 14:7 inasema kwa sababu hakuna mtu miongoni mwenu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana.
maana Kristu alikufa akawa hai tena. Kwa sababu hii awamiliki waliokufa na awamiliki walio hai. Haleluya. Unajua Kristu ni mmiliki waliokufa, Kristu ni mmiliki walio hai. Haleluya. Lakini tukisoma Yakobo 1:12 nayo inatuambia heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao. Mpendo, wewe unampenda Bwana, mimi nampenda Bwana. Kuna taji ambaye ametuandalia. Unajua tukisoma Ufunuo 2:10 anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Haleluya. Hayo ndo maneno ya kusimamia. Hayo ndo maneno yanayotujenga. Tuendelee kusimama katika imani zetu. Haleluya. Mimi nimefika mwisho. Mungu awabariki. Mungu awabariki kwa ajili ya muda wenu, sadaka ya muda. Mungu awabariki kwa ajili ya michango yenu. Mungu awabariki kwa maombi. Unajua Mungu akubariki partner kwa maombi. Awabariki wote kwa kuniombea na kazi njema mlioifanya kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, kama nilivyosema 2 weeks ago, kama kuna mtu yoyote yuko hapa hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mimi siongelei dini, naongelea kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Omba, uongee na viongozi. Unajua watakuelekeza cha kufanya. Uongee na viongozi. Kama huwajui viongozi, ongea na mtu aliyekukaribisha. Unajua tunapoongea haya maneno sio kwa utani. Yesu anakuja. Haleluya. Mungu awabariki. Amina. Napisha kipindi moderator. Haleluya. Barikiwe sana Victoria. Je, ninaona umenyosha mkono, sio una point ya haraka? Yes, na pointi ya haraka, yani nimeshindwa kuimeza kwenye huu mstari wa 33 ambao anasema sikutamani fedha wala dhahabu. Hii kuna muda mwingine hata sisi tukiwa kama watumishi wa Mungu na kama kuna watu mmesikiza sana, hata watumishi hao unakuta Mungu anawapandisha, kuna muda wanakuwa wako tested au Roho Mtakatifu anawaelekeza maelekezo ambao kuna muda mwingine siwezi kujua wewe, lakini hata mimi nanitokeaga tunashindwa kutii. Nitatoa tu mifano baadhi ya watumishi ambao nilikuwa nasikiza. Kwa mfano kuna siku moja Mwakasege alikuwa anasema hivi, alifika kulikuwa kuna mkutano, akasema anaenda kuomba yeye kwamba kuna siku kitu gani achangiwe, lakini alipofika kule Roho Mtakatifu akasema sasa iombewe, kuna redio limeanzishwa. Sadaka, ilikuwa si sadaka nini? Sadaka itolewe kwa ajili ya ile redio. Umeona? Jifikirie yeye alikuwa na uhitaji mkubwa, lakini yeye alifika pale Roho Mtakatifu akamwambia sio wewe, ombea ile redio. Sadaka ya leo itolewe kwa ajili ya ile redio. Kwa hiyo alipofika pale akageuza muda ule ule kwamba kuna sadaka ya redio fulani. Wakatoa sadaka, lakini baadaye akaja mtu mwingine baada ya huduma amemaliza, akamwambia mtumishi nimekuja kukubariki, akampelekea 1,100,000. Nakuja nyingine tena mfano. Kuna mwingine alikwambia akamfuata mchungaji akasema leo nimebarikiwa, nimekuletea gari. Mchungaji akafurahi sana, akajua watu wa media wamepata gari lao. Lakini Roho Mtakatifu akamwambia hilo gari mpelekee mchungaji fulani. Kwa hiyo akaenda akalifanyia ile gari service na kila kitu, akalipa kila kitu, akampa dereva, mwambie mpelekee mchungaji na kila kitu chake. Sasa hata sisi kuna muda yani Roho Mtakatifu atakwambia let's say you have 500, ipeleke sehemu fulani, wewe unaanza sasa. Sijui kwa nyinyi, lakini mimi inanitokeaga na bado sijakaa sawa, naomba hiyo neema Mungu. Yani angalia una madeni, una hichi, una kile, lakini Mungu anataka wewe hiyo 500 ipeleke na madeni yako yote, ambayo atafanya nini? Yeye mwenyewe atajua jinsi gani yako ya solve. Kwa hiyo ndo hapo tunafika, kuna muda mwingine sio kama lazima tu kutamani, no. Unakuta kuna maelekezo Roho Mtakatifu anakuambia peleka sehemu fulani, lakini wewe ukijiangalia una madeni na una shida nyingine. Lakini tukitii tunapeleka hizo shida nyingine, Mungu ndo atajua jinsi ya kusawazisha. Tunashindwa kupanda viwango, kuna muda mwingine hatumtii Roho Mtakatifu yanapokuja katika maagizo kama haya ya kufanya nini? Ya utoaji. Mimi naomba niishie hapo. Amen. Kama nimeeleweka. Mbarikiwe. Amen. Amen. Mbarikiwe. Mbarikiwe sana. Sister Victoria pia ubarikiwe sana. Na wengine wote. Sasa Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo
alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie nikufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.